Paulo Mwampamba, ni mzee wa kanisa la EAGT Uyole liko mkoa wa Mbeya. Namshukuru Mungu kwamba tulikuwa tumeibiwa vyombo pale kanisani, lakini kwa neema, kwa namna ambavyo jeshi la polisi wamehangaika kuvitafuta, vimeweza kupatikana hivyo vyombo. Sasa kanisa tulikuwa kwenye wakati mgumu sana, maana tulirudi kuanza kupiga tena dumu la plastiki kanisani, swala ambalo likawa limeleta shida sana kwa upande wa kanisa na yalikuwa ni majonzi. Kwa kweli, kwa niaba ya kanisa tushukuru sana jeshi la polisi maeneo yote kwa kufanya kazi kubwa namna hii mpaka vyombo vikapatikana. Lakini tunaamini pia kwamba hata vile ambavyo bado havijapatikana vitaendelea kupatikana. Kiukweli siwezi kuwa na maneno mengi sana zaidi ya kushukuru kwamba asante kwa Mungu, pia asante kwa jeshi la polisi kwa kazi kubwa mlioifanya. Lakini pia ni vizuri hao ambao walihusika kuiba pale kanisani wasiendelee kuiba na maeneo mengine, kwa sababu uwizi sio mzuri. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 28, nasema mwibaji na asiibe tena, bali atende kazi iliyo nzuri ili aweze kumpatia na muhitaji. Kwa hiyo ni vizuri waache kuiba, kwa sababu swala la kuiba sio swala zuri. Hakuna jamii ambayo inaweza kumpenda mtu mwizi. Wakati mwingine wanaweza wakawa wanakuja makanisani kuiba, kwamba kwa sababu watu wa makanisani hawapigi na hawafanyi chochote, sisi tutaambizana sasa hizi tutaanza kuvunja miguu pia, kwa sababu wanategemea kanisani kwamba wakija sisi tunasema tumekusamehe, safari hii tutaanza kuvunja miguu. Tukimkamata tutaanza kuvunja miguu. Kwa hiyo ndugu, najua polisi wapo hapa, mkisikia tumevunja miguu huko mkajuage nilisema. Kwa hiyo wasije wakaja tena kanisani wakasema hao wanasemaga tumesamehe. Hapana, wasiibe tena. Ni vizuri waendelee kufanya shughuli ambazo zinaweza zikawaletea kipato kuliko kutuhangaisha namna hii. Kanisa limekuwa kwenye wakati mgumu. Hizi hela zinachangwa paka na wabibi, wengine wanatembelea fimbo. Sasa mtu anakuja kuiba, alafu wameiba paka kitambaa ambacho mchungaji anakalia madhabahuni, tunatandika kwenye sofa, wametembea nacho. Kwao ni watu ambao hawana huruma. Sasa hao, amini na sisi tusiwe na huruma nao sana pia. Lakini mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wengine 6 ambao ni Arthur Mwanza mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Mwanyanje; Ayubu Mwaisendo mwenye umri wa miaka 42, huyu ni mkazi wa Nyigamba; Masiki Mburu mwenye umri wa miaka 24, huyu ni mkazi wa Kibonde Maji; Isaya mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Kiwira; Amadeo Alexi mwenye umri wa miaka 42 na Amos Amadeo mwenye umri wa miaka 42. Wote hawa ni wakazi wa mtaa wa Mtakuja Mbarizi. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya kuvunja majengo usiku na kuiba. Lakini baadhi yao pia wanajihusisha na ushushaji wa mizigo Mlima Nyoka kwenye magari ambayo yanasafirisha mizigo kutoka mkoa wetu wa Mbeya kwenda mikoa mingine ya jirani. Kwa hiyo watuhumiwa walikamatwa mtaa wa Mwanyanje, Kibonde Nyasi jijini Mbeya na mtaa wa DDC katika mji mdogo wa Mbarizi baada ya kuvunja majengo ya kiwemo majengo ya kanisa, kwa mfano kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG lililopo Uyole, jengo la kanisa la EAGT yani Evangelical Assemblies of God of Tanzania lililoko Uyole, na nyumba za watu na kuiba mali mbalimbali ambazo wameweza kukutwa nazo.